Wapo na swali nimetumwa nije kulileta kwako kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Zaidi ya 80% huenda Hutiama teka hili la kimataifa toka Burkina Faso huenda akatua katika klabu ya Young Africans. Sasa wengi wanajiuliza kati ya Prince Mpumelelo Dube na Laurindo Depp ni mchezaji gani kama kuachwa anatakiwa kuacha ili kumpisha, kwa kuangalia umri, ubora, uwezo kwa wachezaji wote hawa watatu. Kwa kuwe Chief, unajibu gani kwenda kwao? Nafikiri ni kwamba unajua unapozungumzia usajili lazima uwe una reflection. Wewe una reflect nini? Kwa nini unasajili? Yes. Kwa maana ya kwamba level za kimataifa kwa kiwango ambacho Depp amekiweka mpaka saizi na Prince Dube bado hawakidhi, kwa sababu mshindo kutoa jibu au dawa kwenye kile ambacho Yanga walikuwa wanakihitaji. Ndio maana Yanga alishindwa kupata matokeo kuweza kumfanya aweze kuvuka kuingia katika hatua zinazofuata, kwa sababu ukiangalia sio mechi ambazo Yanga alipoteza au alitoka sare, kwa maana kwamba alikuwa amezidiwa kwenye kila eneo, lakini alikuwa anakosa watu ambao wanaweza kufanya conversion na nafasi au kuweza kucreate chance. Kwa hiyo kwa maana ya kuondoka, ninachokifahamu ni kwamba ingizo la huyo timu anaokuja manake ni Dube atakuwa anaondoka kwenye timu, na issue ya Depp ni issue ya kimkataba ambayo ina vitu vingi. Anaweza asiondoke, si kwa maana ya matamanio ya klabu au bora alionao, like kwa maana ya kutaka kuangalia usalama wa kimkataba umekaaje, kwa sababu kumbuka kwamba ameingia dirisha dogo na ameingia ni miongoni mwa wasajili ambao Yanga wametumia fedha nyingi. Usajili wake au fanana na mchezaji mwingine yoyote, kwa hiyo kuvunja mkataba sio kitu kidogo. Kwa hiyo wanaangalia namna ya kuweza kuona kama itawezekana basi aweze kupelekwa sehemu kwa mkopo, ikiwezekana kabisa waweze kuterminate na ikishindikanika atabaki, lakini si kwa maana ya matakwa kama ana fit, lakini kwa sababu ya kuweza kuheshimu mkataba uliopo. Yes. Chief, tunaenda kama mkufunzi. Ili swali limeshindwa na watu wengi sana. Natarajia majibu kutoka kwako. Ilianza kwa Simba, kabla ya kuondoka Fadlu Davids aliomba wachezaji aletewe. Akaletewa, yeye akaondoka, wale wachezaji akawaacha. Tumeona Simba wamepata tabu sana kuwaondoa wale wachezaji. Lakini Pedro Gonçalves pia Depp ni mchezaji wake na baadhi ya wachezaji wengine kama Buba Jamel na kadhalika. Yeye ameondoka, lakini timu inapata tabu kama umezungumza kuhusiana na masuala mazima ya kimkataba. Mkufunzi, tupe elimu nini hasa kifanyike, kwa maana hawa makocha waendelee kusikilizwa, viongozi wapewe nafasi au kufanya vitu, ama nini hasa kifanyike ili kuweka balance katika haya masuala mazima kuvunja mikataba? Kwa sehemu kubwa mpira wa Afrika makocha ni mawakala, viongozi ni mawakala pia. Kwa hapo ndio changamoto. Yaani makocha ni mawakala, viongozi pia ni mawakala. Kwa wote ni mawakala. Kwa hiyo ikishakuwa biashara ya uwakala, unachokiangalia ni how you can hear the income from your business ambayo unafanya. Kwa hiyo panakuwa pana business. Kwa hiyo tunajua kwamba okay, mimi nimeingia deal na Simba, nimeingia deal na Yanga. Na mbele nitakuja, lakini nakuja na wachezaji wangu wawili ambao nafikiri mimi nikiwa nao wanaweza wakanisaidia kuweza kufikia malengo yangu. Kisi nataka nifike nusu finali ya Bingwa Barani Afrika au finali, basi mnipe nafasi mbili za kuleta, mmoja mshambuliaji, mwingine goalkeeper au whatever. Anajua katika zile sajili yana kwenda kupata kitu, whether katika signing fee au katika payment ya month to month salary ambayo anapata mchezaji. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu kubwa, wachezaji wengi wamekuwa kitumia, na wengine mpaka wachezaji 5 anapeleka. Kwa hiyo anajua kwamba nikienda pale nimetengeneza hela ziada apart from contract ambayo nimeingia. Ndio wakati mwingine mtu anaweza kukubali kuchukua hela ndogo ya signing contract akijua kwamba anakwenda kuwabana kwenye kuwaletea wachezaji ambao kwa watakwenda kuwa na faida. Kwa hiyo pia atasema hata kwenye viongozi. Nilikuwa naongea juzi na Cisco hapo, kwa unakuta timu ina nafasi 12, inasajili watu wote 12. Alafu wengine hata benchi ya wakai. Na msimu mzima unakuta mwingine amesajiliwa amecheza mechi 3 tu msimu mzima. Unamlipia working permit ambayo ni zaidi ya milioni 4 na kuendelea. Bado unampa gari dola. Kwa maana yake pia kuna biashara nyingine ya commission ambayo inaendelea. Kwamba nitakwenda kumchukua Steve Mapunda kule, nikimchukua nikimleta hapa, bwana wewe uweze kuchezea wewe Simba Yanga hauna. Lakini nakusajili huko, mimi nawaambia usajili wako ni $200,000, lakini usajili wako ni
80,000. Hii nyingine haikuhusu. Huku ulikotoka nimekuchukua, ulikuwa lipo dola 1,500. Yanga watapata dola 7,000. Katika hesabu tunakata pasi kwa pasi, tatu nusu za kwako, zangu 3.5. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo kama ni 2 years, nakaa pale. Kwa hiyo kuna michezo mingi ambayo inaendelea kwenye mpira, ipo hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine ni ngumu kuweza kutengeneza. Lakini suluhu ya kufanya ya msingi kabisa ni timu kuamini katika uwajibikaji wa kimajukumu ya kitaalamu. Tunasema kuenda kwenye expertise. Kwa maana tunafahamu kuna vyeo, kuna kipindi Simba alitangaza mkurugenzi wa ufundi, niambie alishia wapi? Nani alikuwa ni chief scouting? Alishia wapi? Kabidi amna kitu kwa sababu utapewa cheo hakifanyiwi kazi. Yanga wana technical director nafikiri wako naye. Leo ukaenda kuulizia role zake ni zipi? Impact yake ni ipi? Yani kuwa na technical director wa timu. Yani timu inanufaika vipi? Ambako mashabiki wanaweza kaona. Sio unaelewa kwamba kwa hapa tuna technical director anafanya kazi. Zile ndio kazi ambazo wategemea kuona wao ndio wakiwa ndio spotlight ya kuweza kupinpoint wachezaji. Lakini wana pinpoint wachezaji wakiangalia falsafa au mtindo wa timu kuanzia kwenye youth development, kuanzia kwa timu za vijana. Wanaanza kuangalia system yetu Arsenal, aina yetu ya mchezaji ni huu. Kwa hiyo tukienda kutafuta mchezaji ni lazima awe na kaliba hii. Huyu ndio kuchezea Arsenal. Sisi Man U tuna aina hii. Unaona kuna wachezaji uwezo ukaona Man U, kwa wachezaji uwezo ukaona Arsenal au sehemu nyingine. Kwa sababu wana tayari wana hiyo technical director ambao kazi yake ni kutekeleza mshabihiano wa kiuchezaji baina ya waliopo, makocha nao kuja na wachezaji wanao kuja. Sasa sisi kwetu hivyo vyeo pengine vipo, lakini vipo kwa maana tu ya kuweza kutimiza ile utaratibu wa kiutendaji. Lakini sio vipo kwa maana ya kwamba vinakidhi mahitaji. Ndio maana mara kadhaa utaona wakiwa wachezaji wanasajiliwa, unaona wanaosajili ni viongozi wa timu tu. Simba, Yanga wanasajili viongozi wa timu tu. Lakini itegemea kumuona leo uone technical director akitoka au chief scouting ndio ukimuona yuko Botswana, ukimuona yuko Marekani, ndio kazi yake. Lakini si kwetu iko tofauti, ndio mpira wetu wa namna yake. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kulisolve hilo ni kwenda kwenye kuamini kwenye expertise, kwa maana kwamba taaluma za watu waliojua na klabu zifanye kazi. Lakini kinyume na hapo itakuwa ni vyeo tu vya kupeana, lakini mwisho wa siku hakuna kinachoonekana. Ndio maana leo ni rahisi kuona kwamba kocha anakuja anaacha mchezaji akifukuzwa afanye kitu, mchezaji mwingine anaweza akaja na mtu akawa anamtumia ana force kumpanga, akiondoka yeye anayekuja sasa mchezaji gani huyu? Mambo kama tuje kwako Steven Mapunda. Kwako wewe, Laurindo Dep, Prince Mpumelelo Dube, mmoja inabidi ampishe mwingine. Tumepata ufafanuzi mzuri sana ni ipi sababu, na pengine tunaweza tukamuona Prince Dube yeye ndiye ambaye atafunguliwa milango ya kutokea kuhusiana na masuala mazima ya kimkataba. Young Africans wataathirika wapi akiondoka Dube, alafu mchezaji anayekuja kama atashindwa kuonyesha kile ambacho wengi tunatamani kuona anakionyesha kama alivyokionyesha akiwa Police Kenya? Mimi nikiangalia kwa Laurindo Depu kuna kitu kikubwa sana ambacho kwangu mimi nakiona na nakiamini, ila tu ambacho anakutana nacho Depu, anakutana na pressure kwa sababu amekuja kwenye timu kubwa. Alafu pia alipofika alianza vizuri, kama unakumbuka ndiye mchezaji ambaye alikuja na kuanza kufunga magoli mengi. Alifikisha goli 5 akiwa amewazidi wote walioingia dirisha dogo. Alikuwa mbele ya Alan Okello, alikuwa mbele ya Libase Gwaye, alikuwa mbele ya Aniseti Ula. Umeelewa vizuri? Alikuwa mbele wachezaji wengi ambao waliingia kwenye dirisha dogo wa kimataifa. Yeye ndo alikuwa mbele, lakini Abuba Jamal wote walikuwa nyuma yake. Yeye ndo alikuwa mbele. Na alifunga magoli ya style zote. Alifunga goli la penalty, alifunga goli la kichwa, alifunga goli la move, alifunga goli la kusubiria, nasema poaching striking. Alifunga magoli hayo. Na watu walianza kumuimba jina lake. Akapotea hapa katikati kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya majeraha. Alipopata majeraha alipotea. Sasa inapotokea unatoka kwenye majeraha alafu unarudi ukiwa kwenye timu ambayo tayari ina pressure, inaongoza ligi kwa tofauti ya alama 2. Umeelewa vizuri? Aliyepo nyuma ni giant mwenzako. Endapo kitokea wewe umeteleza, yeye akakaa pale juu pia kumtoa kama wewe ilivyo wewe, vigumu kutolewa na huyo mwenzako. Kwa pressure imekuwa kubwa zaidi. Sasa tuna opt nini? Tumpe huyu ambaye wakati wewe umepata majeraha alikuwa anapata muda wa kucheza, tayari ana ile fighting spirit anayo, anacheza kila siku, lakini pia anafunga. Wakati ukikumbuka hapo katikati kabla Alan Okello kuchukua kijiti, top scorer wa timu
alikuwa ni Prince Dube. Yes. Na alishawahi kuwa pia top scorer wa ligi wakati inaendelea kabla Faisal Salum hajakuja kutop na kwenda juu zaidi. Yes. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba lazima utaopt kwenda na ule mtu ambaye anapata muda mwingi wa kucheza. Yeah. Lakini inapokuja swala la kumpatia nafasi ya kucheza, wanasema kwamba kila kitu kiwe constant, kwamba factors zote zibaki kuwa constant. Yuko fit. Yes. Mazingira yanaruhusu na mazingira yanaruhusu. Kati ya Depu na Prince Dube, Depu anakuwa anatoa msaada mkubwa sana. Na makocha wengi wanakuwa wanapenda kucheza na Prince Dube kwa sababu ni link up player. Yeah. Anaweza kulink kati ya eneo la kushambulia na eneo la kuzuia. Wakati tunazuia, yeye anakuwa mtu wa kwanza kuuliza swali kwa timu pinzani kwamba jamani, sisi tunazuia, hebu nipe mimi afu nikimbie pembeni nimpatie yule afu nikae kwenye position. Yes. Hiyo anaimudu kweli kweli. Lakini wakati wanacheza hivyo, Yanga ikiwa imeshake, Yanga ikiwa ipo katika balance yake, unamwona Pacome akiwa kwenye ubora wake, unaiona namba 10 ikiwa kwenye ubora wake. Umeelewa vizuri? Yeah. Lazima tu utawahitaji zaidi namba 10, utamuhitaji zaidi namba 8, utamuhitaji zaidi namba 6 kuweza kutengeneza link ya timu. Kwa hiyo Yanga kwa sasa hivi anachosafa ni kwamba eneo la katikati ya kuweza kutengeneza mekanizmu ya timu ndio linasheki, na ndio maana unakuja kuona sasa umuhimu wa Prince Dube anapokuja. Lakini kwa namna ambavyo Yanga wanafanya sajili kwa msimu ujao, inasemwa kwamba Aziz Ki, wanasema kwamba factory zote zinakwenda katika asilimia nyingi za kuweza kurejea ndani ya Ngafe. Maana yake kwamba sasa link up player anapatikana. Wakati akipatikana Aziz Ki, tafsiri yake ni kwamba Alan Okello, Prince Dube watacheza kama ilivyokuwa kipindi ambako Pacome Zouzoua, Clatous Chama pamoja na Aziz Ki wakiwa katika timu moja. Yes. Kwa hapo ina maana kwamba tayari competition itatengenezwa, lakini pia itatengenezwa namna ya kwamba kila mmoja apambane aweze kupata namba. Lakini kama wote tuko bora, basi tunaangalia na game approach. Tunaweza tukaanza wote au wakaanza wawili au wakaanza mmoja, wengine wakawa game changer. Kwa hiyo hii inakuwa inatengeneza madhara makubwa zaidi kwa upande wa timu pinzani. Yes. Yeah.